Kwa majina naitwa Joseph Msele, ni mkurugenzi wa Africa Sport Agents Company Limited, ambao tunashirikiana na Baraza la Kiswahili la Taifa katika maandalizi haya ya Swahili Marathon. Na sasa tunaelekea msimu wa 3, tarehe 28 mwezi wa 6 hapa Arusha, katika eneo hili la uwanja huu wa makumbusho. Tunapenda kuwajulisha Watanzania na dunia kwamba maandalizi yanaendelea vizuri. Watu wanaendelea kujisajili kama ambavyo tumekuwa tukiwatangazia katika uwanja ule wa Sheikh Abed na hapa makumbusho na kule Njiro kwenye maeneo ya karibu na chuo cha uhasibu. Lakini pia wengine wanaendelea kujisajili kwenye online. Tunaendelea kuwakaribisha Watanzania wote. Wale wote ambao watajisajili watapata medali, watapata na t-shirt. Lakini wale ambao kwa mazingira yatakayo washinda au ikitokea wameshindwa kulipia, wanakaribishwa waje tuionyeshe dunia namna ambavyo sisi Watanzania tumeamua kukienzi Kiswahili na vile ambavyo tumeamua kuenzi lugha yetu ya Kiswahili ndani na nje ya nchi. Niendelee kuwasisitiza na kuwajulisha Watanzania kwamba mbio hizi Mungu akipenda kuanzia mwakani zitakuwa zinafanyika ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Maandalizi yanaendelea na bila shaka mbio yetu hii tunataka iwe ni mbio kubwa duniani, iwe miongoni mwa mbio 10 bora duniani ifikapo 2040. Kwa hiyo tunaendelea kuwasisitiza na kuwakaribisha wadau wote kushiriki pamoja na sisi katika mbio hizi ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania, ili basi tuweze kuionyesha dunia ukubwa wa lugha yetu ya Kiswahili. Kama ambavyo tumewasikia viongozi wetu wametuambia lugha yetu sasa inapiganiwa kwenda kuwa miongoni mwa lugha ambazo zinatumika kwenye Umoja wa Mataifa. Na hivyo basi tunakipigania Kiswahili na mbio yetu hii iweze kuwa mbio kubwa duniani, ili itunufaishe wote wa Tanzania katika kukuza lugha hiyo ya Kiswahili, lakini pia itunufaishe katika nyanja hiyo ya utalii, lakini biashara na uwekezaji. Na hata hivyo pia itusaidie kwenye kuboresha afya zetu. Kwa msimu huu mbio zetu zitaanzia hapa uwanja huu wa makumbusho tulipo, na tuna kilomita 2.5, na kama ambavyo mtamuona kuna mzee mmoja tayari amekuja kujisajili, ana miaka 83, atakimbia kilomita 2.5. Tuna kilomita 5, tuna kilomita 10, tuna kilomita 21. Na niwajulishe pia tumepokea maombi na ushauri. Wenzetu mashabiki wa Simba na Yanga watajitwanga kwenye kilomita 10, na mshindi kutoka kwenye eneo hilo atapata zawadi nono. Hadi sasa mawasiliano ambayo tunafanya, kuna washiriki wanategemea kufika kutoka nchini Kenya, wapo wanaotegemea kuja kutoka Uganda, wapo wanaotegemea kuja kutoka Kongo, na wengine wanatoka Burundi. Lakini nipende kuwajulisha pia hadi sasa kwa mbio yetu hii ya Kiswahili tayari tumeanza kupokea mawakala. Tunao mawakala kutoka nchi ya Kongo, tuna mawakala kutoka Burundi na tuna mawakala kutoka Ghana. Tunaendelea kufanya mawasiliano na wadau mbalimbali ili tuweze kuendelea kuwa na mawakala kwenye nchi nyingi kadri itakavyowezekana, ili basi tuweze kuonyesha dunia ukubwa wa lugha yetu ya Kiswahili. Hadi sasa tayari tuna washiriki zaidi ya 800. Mbio hizi kama ambavyo amesema mgeni rasmi zimeanzishwa maalum kwa ajili ya kuenzi siku ya maadhimisho ya Kiswahili duniani. Na kwetu mbio hizi zinatusaidia kuhakikisha kwamba jamii na Watanzania wote kwa ujumla wafahamu kwamba kuna siku ya Kiswahili duniani. Lakini siku ya Kiswahili duniani maana yake ni nini? Au lugha yote inapotengewa siku yake maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba lugha hiyo imepewa heshima ya pekee kidunia, lakini vile vile sisi Watanzania ambao tunaitumia lugha hii tuanze kutumia fursa zinazotokana na lugha ya Kiswahili. Ziko fursa kadha wa kadha ambazo zinatokana na lugha ya Kiswahili, na kwa kupewa siku maalum ya kuadhimisha, maana yake ni kwamba ni wito kwa Watanzania kuelewa sasa kwamba lugha yetu ni lugha kubwa duniani, lugha ambayo imepewa heshima kubwa, na tuweze kunufaika na fursa zinazotokana na lugha ya Kiswahili. Lakini tumekuja Arusha kuhakikisha kwamba tunakileta Kiswahili Arusha. Tunaleta matumizi ya Kiswahili fasaha na sanifu Arusha. Watu wa Arusha na viunga vyake vyote waweze kutuungana na sisi katika matumizi fasaha na sanifu ya lugha ya Kiswahili. Kwanza napenda kuchukua fursa hii kuwakaribisha Watanzania wote kabisa wahudhurie mashindano haya ya Swahili Marathon, ambayo ni mashindano yetu, ndio mashindano asilia ya Watanzania. Swahili Marathon yanahusu kuendeleza lugha yetu ya Kiswahili. Vile vile tunaweza tukaibua vipaji kupitia Swahili Marathon. Kwa hiyo mimi nadhani sasa waandazi sasa waweke kumbukumbu
kwa vijana wote watakaoshinda na watakaokuwa wanatokea Swahili Marathon kwenda kwenye mashindano mengine, ili kuweza kuimarisha lugha yetu ya Kiswahili kwa kupitia Swahili Marathon. Watanzania waelewe haya mashindano yasifanyike tu kwa wakazi wa Arusha, yafanyike Tanzania nzima na ulimwengu mzima. Na hata mratibu nilikuwa naongea naye pale kwamba ikibidi nchi za jirani haya mashindano yatangazwe, Kenya na Uganda. Ikibidi baadaye mataifa yote yanayotumia Kiswahili, Kongo, DRC, sijui wapi, Umoja wa Mataifa, wote kabisa, kwa sababu AU wana lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo hii hawa asa wapenyeze ajenda zao pale kwamba tuna mashindano ya Swahili Marathon, basi AU watayabeba na wenyewe wataingia hapo. La pili ambao nilikuwa nataka kusisitiza ni kwamba Swahili Marathon, kwa sababu iko Arusha, mwaka 2027 tuna AFCON hapo. Kwa hiyo katika matangazo yao ya mwaka huu na ya mwaka kesho, tuhakikishe Swahili Marathon inatangaza Arusha home of AFCON 2027. Tuko katika maandalizi ya siku ya Kiswahili duniani ambayo itafanyika tarehe 7 mwezi wa 7, lakini kwa kipindi hichi sasa hivi tuko katika hizi mbio za masafa marefu, yani Kiswahili Marathon. Na hii inatokana na fursa kubwa ambayo lugha ya Kiswahili imeipata duniani kote. Tunaona pia sasa hivi tunatumia michezo kama sehemu mojawapo ya kuhakikisha kwamba inaeneza na kukuza lugha ya Kiswahili. Sasa hivi wapo wachezaji kutoka nchi mbalimbali wanakuja Tanzania, lakini pia wapo Watanzania ambao wanaenda katika hizo nchi kwa ajili ya kucheza, lakini pia ni sehemu mojawapo wanaenda kukuza lugha ya Kiswahili, na wanaokuja hapa wanajifunza lugha ya Kiswahili. Na kama tunapofahamu kwamba michezo ni jambo ambalo linapendwa sana na Watanzania na makundi mbalimbali. Kwa hiyo kupitia michezo tunaona kwamba lugha yetu ya Kiswahili inapenya katika maeneo mbalimbali duniani kote, na watu wanajifunza, na nyewe wenyewe mnawaona hata wachezaji pia wanaona fahari kujifunza lugha yetu ya Kiswahili ambayo ni lugha adhimu. Na ni lugha ambayo ni rahisi sana kujifunza. Kwa hiyo ndio maana wanapokuja, jambo la kwanza kubwa tunahakikisha kwamba wanajua baadhi ya maneno ambayo yatawasaidia katika kuwasiliana. Kwa hiyo tunaona ni namna gani lugha yetu ya Kiswahili inaendelea kukua. Kwa hiyo kupitia hizi marathon ni namna gani pia Tanzania inaenda kukuza hii lugha ya Kiswahili duniani kote, na ndio maana tunaishadihisha ili wananchi wote wa Tanzania na wale waliopo katika maeneo mbalimbali waje wajifunze. Tunawahamasisha kwa kweli wachezaji, mara kwa mara tunawaambia na tunawapa semina. Kuna umuhimu mkubwa sana wa kutumia lugha yetu pendwa ya Kiswahili, kwa sababu tayari lugha ya Kiswahili inafahamika duniani, wapo watafsiri. Kwa hiyo wanapokwenda katika maeneo mbalimbali kwa ajili ya kucheza, watumie lugha yetu ya Kiswahili. Wapo watu ambao watatafsiri, na kama wale wanaokuja katika nchi zetu hizi kutoka nchi za Ureno, kutoka nchi za Ulaya, wanaongea lugha zao, na sisi pia wapo wakalimani, wapo watu ambao tunawaelewa. Kwa hiyo na sisi tunapoenda katika hizo nchi, wana michezo wote tunawahamasisha kutumia lugha ya Kiswahili, na ni sehemu mojawapo ya kuikuza lugha hii ya Kiswahili. Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan ametupa urahisi sana katika kufikisha ujumbe kwa lugha ya Kiswahili, kwa sababu yeye pia katika mikutano mbalimbali ya kimataifa, ya kitaifa, anatumia lugha yetu pendwa ya Kiswahili. Ni jambo ambalo kwa kweli serikali inalifanya. Serikali inalifanya kwa sababu lugha, nyaraka nyingi sana za serikali, mikataba na nini, inatafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili. Kama limetokea ni unfortunate tu, lakini serikali inatafsiri nyaraka zote kwa lugha ya Kiswahili ili wachezaji wetu na wachezaji wa nje wapate kuelewa kwa urahisi kile ambacho kimeandikwa. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo ni endelevu na tunaendelea kulifanya, sio katika michezo tu, na katika maeneo mbalimbali, kuhakikisha kwamba watu wanafahamu jambo halisia kwa lugha yao pendwa. Mwitikio kwa Arusha, mwitikio umekuwa ni mkubwa zaidi, kwa sababu pia Arusha ina historia ya kutoa wanariadha ambao wameipa Tanzania medali mbalimbali. Kwa hiyo mwitikio kwa mkoa wa Arusha na kanda kaskazini umekuwa ni mzuri sana, na nawapongeza sana wana Arusha kwa sababu wamepokea tukio hili kwa ukubwa unaostahili. Naona hata jamii naona na viongozi pia wanaona. Kwa hiyo ni pongezi kubwa sana, na tutaendelea kuwepo hapa Arusha kuhakikisha kwamba lugha yetu ya Kiswahili na michezo pia inaenda sambamba.